Mheshimiwa Mbunda, jiandaa Mheshimiwa Isaya, jiandaa Mheshimiwa Midimu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi ya kuchangia Wizara ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze na kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kukubali kufanya maboresho makubwa kwenye Wizara hii ya Nishati upande wa mahakama, kwenye miundombinu, lakini kwenye shughuli zote za utendaji kwa ujumla. Lakini pia nichukue nafasi hii nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. Adamas Ndumbaro, Waziri wa Katiba na Sheria, kwa kufanya kazi nzuri, kwanza ya kuleta taarifa katika bunge hili tukufu, lakini pia kwa kufanya kazi nzuri sana ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kutekeleza majukumu yake kwenye upande wa sheria. Lakini pia nichukue nafasi hii nimpongeze ndugu yangu Mheshimiwa Jumanne Sajini, Naibu Waziri. Nichukue nafasi hii pia kumpongeza Eliakim Charles Chacha Maswi, Katibu Mkuu, Franklin Rozimula, Naibu Katibu Mkuu, lakini bila kumsahau Profesa Elisante Ole Gabriel, Mtendaji Mkuu wa Mahakama, pamoja na wafanyakazi wote. Nawapongeza sana kwa sababu utendaji wa kazi wa mahakama zetu sasa hivi ni tofauti kabisa na ile miaka ya nyuma. Katika miaka ya nyuma kulikuwa na malalamiko makubwa sana ya upataji wa haki wa wananchi, lakini sasa hivi mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo lazima tuchukue nafasi hii kuwapongeza sana. Jambo la kwanza, naipongeza serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukubali kutoa fedha nyingi zaidi ya sijapata figa kamili sahihi, lakini najua ni fedha nyingi ambazo zimetumika kujenga jengo la Mahakama Kuu, ambalo ni jengo la kisasa na limeweka akiba mpaka ya Supreme Court ambayo haipo kwenye katiba yetu. Kwa hiyo tunajua kama kutokana na mabadiliko tayari nafasi hiyo itakuwa accommodated kwenye jengo hilo. Lakini pia niipongeze wizara hii pamoja na Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha kuanza kujenga mahakama jumuishi katika mikoa yetu. Na kwa nafasi hii niipongeze sana wizara kwa sababu tayari kuna fedha zingine zimetolewa kwa ajili ya ujenzi wa mahakama hiyo katika mkoa wa Ruvuma na shughuli zimeanza kuendelea pale. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee kupongeza kwenye upande wa miundombinu. Serikali imetoa fedha nyingi kuendelea kujenga mahakama za wilaya na mahakama za mwanzo. Ni mahakama za kisasa na ni nzuri ambazo zinajengwa sasa hivi. Lakini pia katika kuendelea kuboresha mifumo ya utoaji haki kwenye upande wa mahakama, niipongeze serikali imeweka miundombinu ya kisasa ya tehama, na kama alivyoongea Mheshimiwa Kandege, kwa sababu na mimi nipo kwenye kamati ya budget, kwa taarifa iliyopo sasa hivi majaji wanapotoa hukumu wakimaliza neno la mwisho na hukumu inatolewa. Kwa hiyo ni mfumo mzuri na utasaidia sana katika utoaji wa haki kwa haraka kwa wananchi wetu. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuunda tume ya kutayarisha sera ya haki jinai na mikakati ya namna ya kutekeleza sera hiyo. Haya yote ni katika maboresho ambayo yamefanyika ili kuhakikisha kwamba haki inatolewa na wananchi wetu wanapata haki katika mazingira mazuri. Lakini kwenye upande wa utoaji haki, Mheshimiwa Rais alianzisha msaada wa kisheria, Mama Samia Legal Aid. Hiyo imesaidia sana kwa wananchi wetu kwa sababu watu wengi hasa wale wanaoishi vijijini hawajui sheria, hawajui namna gani ya kuendesha kesi. Kwa hiyo hii inawasaidia sana wale ambao hawana uwezo wa kulipa gharama za kisheria. Lakini pia Mheshimiwa Spika, ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka, serikali hii imetoa fedha nyingi kuhakikisha kwamba inatoa mafunzo ya kikatiba kwenye halmashauri zetu. Sasa hivi kulingana na taarifa ya Mheshimiwa Waziri, takriban halmashauri 50, Mheshimiwa Jonas Kengera Pilio, takriban halmashauri 50 tayari zimepata elimu na zimetolewa elimu kwa ajili ya huduma za kisheria.
Mheshimiwa Jonas Kengele ya pili. Naomba niunge mkono hoja. Asante.